Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi neno la Bwana tunaanza kwa kuiangalia Zaburi yetu ya wimbo wa katikati, ambapo tunakutana na ujumbe kwamba hakika Mungu hata mtupa au kumwacha yeyote anayemkimbilia. Yeyote anayemkimbilia hakika ataokolewa naye, kwani Mungu atampigania tu. Hata kama itatokea nyakati ambapo mtu huyu atakumbana na maadui wengi, hakika basi Mungu ataendelea kumpigania, kwani imani yake kwa Mungu itamwokoa. Hii Zaburi, ndugu zangu, inatumika kusitizia kile anachotuambia nabii Habakuki katika somo la kwanza. Ndugu zangu, yeye anamalizia somo lake la leo kwa kusema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Hii ni kwa sababu tangu mwanzo Mungu ni mtetezi wa wanyonge. Yeye haungani kabisa na waovu ili kumkandamiza mtu mwema au kumkandamiza mtu mwenye haki. Hafurahishwi na uovu wa watu kamwe. Hivyo Habakuki anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba jamani, endelea kuwapigania wenye haki. Asikae kimya. Akiwaona anatendewa kila aina ya ubaya, asimame nao, awatie moyo, waendelee kusimama na Mungu. Ndugu zangu, somo hili ni la muhimu sana kwetu sisi ndugu zangu. Ni ujumbe mzito wa kutuambia siku ya leo. Cha kwanza, linatuambia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo basi tujitahidi kuwa watu wenye kukaa kwenye kundi la watu wenye haki. Kuna ambao tunarubuniwa, tunarushiwa viela kidogo tu, tunamsahau Mungu kabisa. Tunakuwa tayari kabisa kujiunga na watu waovu kwa kuwakandamiza watu wema. Tuepuke na kudhulumu pia mali za watu na kuwadhulumu mayatima, wajane, wale walioachiwa mali na wazazi, walioachiwa mali na waume zao. Wapo watu ambao wametumia kila njia ya ujanja ili waweze kuwadhulumu. Tuwakemee baadhi yetu ndugu zangu, hasa wale wanaokwenda kugombania mali za mayatima na wajane na wale wasiojiweza, tunaenda kuwadhulumu. Nasi ndugu zangu, tuwe watu washiriki wa kuwatetea watu wenye haki. Tujiunge kwenye matendo mema, tukijua kabisa mtu mwenye haki lazima ataishi kwa imani yake. Kama unamwamini Mungu, hakika imani yako itaonekana katika matendo yako. Ndivyo ilivyo hata hofu. Ukiwa na hofu, itaonekana pia katika matendo yako. Na hata ukiwa ni mtu ambaye unaamini waganga, unaenda kwa washirikina, yani katika matendo yako itajitokeza tu. Kile unachokiamini kitajitokeza tu katika matendo yako. Ndugu zangu, cha pili ndugu zangu ni kwamba tujitahidi kuwa watu wa imani. Imani hujengwa kwa njia ya sala. Jinsi tunavyosali, tunapokaa karibu na Mungu, tunajenga imani yetu, kusoma maandiko matakatifu na kufanya matendo mema na kumuomba Mungu kila siku atukuzie imani yetu. Hii ndiyo itakayotuokoa. Itatusaidia kupambana na magumu mbalimbali hapa ulimwenguni, na hii ndiyo itakayotualika machoni pa Mungu. Ukweli ni kwamba mwenye imani akipatwa na matatizo, namna anavyoshughulikia kwa utulivu ni tofauti kabisa na mtu ambaye hana imani. Mtu mwenye imani akikumbwa na changamoto, namna anavyofanya, yaani unaona kabisa huyu mtu ni mtu mtulivu, ni mtu ambaye hana papara. Lakini mtu ambaye hana imani, kwa kweli ni mtu ambaye ana mahangaiko mengi sana. Anaweza kufanya kihoja, kila mtu akashangaa. Asiye na imani ataonesha tu hali ya kukata tamaa kwa kiasi kikubwa sana. Anaweza kuwafanya na wengine wakati pia tamaa kabisa ndugu zangu. Kwenye somo letu la Injili tunaona jinsi imani inavyookoa. Na leo basi tumesikia Yesu akisema kwamba inaweza hata kufanya mambo ya ajabu kabisa. Imani inaweza kuhamisha hata milima. Inaponya magonjwa mbalimbali. Tunapaswa kuwa nacho ndugu zangu ni imani kwa Mungu. Sisi ndugu zangu tunapaswa kumwambia Mwenyezi Mungu atupatie imani kila siku. Kila tunapokutana na changamoto, tunapokutana na hali sio nzuri, Bwana tuongezee imani. Hii ni kwa sababu bado imani yetu ni ndogo sana ndugu zangu. Bado hatujaweza kuwa na imani hadi kwenye kile kiwango cha juu. Basi kila siku tumwambie Mungu, Mungu, tunaomba utuongezee imani. Tusaidie, tusije tukageukia kwenda kulala makaburini. Tukaingia kwenda kutembea na nguo uchi na kupasua nazi usiku wa manane. Bwana tuongezee imani, tukuamini wewe. Nira yako ni laini. Tunapoamua kukuishi wewe, nira yako ni laini, haina masharti. Tutapumzika, tutalala, tutaamka asubuhi, tutaenda kanisani vizuri. Lakini tukiwa na imani kwa watu waganga wa kienyeji, washirikina, tutaenda kufanya vihoja.
ambavyo kiuhalisia vitaishia tu kutuaibisha. Kwa hiyo tuwe na imani, tumwambie Yesu tuzidishie imani kila siku, itusaidie, na imani hii itaonekana hata katika utendaji wako, katika kazi, jinsi unavyohusiana na watu, jinsi unavyoongea. Jitahidi kuwa mtu wa imani. Imani itakujengea mambo mengi sana. Itakufanya hata uepuke magonjwa, kwa sababu unamwamini Mungu. Mungu ni kila kitu kwako. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.